kwa Mtanzania aliye na majukumu mengi, yani namaanisha yuko bize na hana muda wa kufuatilia soko la hisa, ila ana shauku kubwa ya kufanya uwekezaji, mtu kama huyu afanye nini? Habari za saizi, kwa majina yangu naitwa Grace Mchomba. Mimi ni mtaalamu katika masuala ya fedha na uwekezaji. Hivyo naomba muda wako kidogo uweze kunisikiliza. Okay. Watu hawajui kwamba soko la hisa linahitaji juhudi ya mtu binafsi kupata maarifa na kufanya zile jitihada ya kufuatilia soko la hisa kila siku. Nitaelezea soko la hisa ni nini. Soko la hisa ni mfumo au mahali ambapo wauzaji na wanunuzi wa hisa wa makampuni mbalimbali hukutania hapo na kufanya biashara. Ndiyo, ni biashara. Sawa. Na kwa hapa Tanzania tuna Dar es Salaam Stock Exchange. Sasa hisa ni nini? Hisa ni uthibitisho wa kuwa na sehemu ya umiliki wa kampuni. Sawa. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa ni mtu ambaye unataka kweli kuwekeza kwenye upande wa hisa, lakini huna muda. Na soko hili la hisa linahitaji muda, linahitaji maarifa. Sasa nitakupa mambo mawili ambayo unataka, ni kama ushauri tu ambao unaweza ukakusaidia. Sawa na kuelimisha tu vitu vichache. Nini ufanye? So nitaelezea mambo mawili, unisikilize kwa makini. Jambo la kwanza, unaweza ukawa na usimamizi wa uwekezaji wako. Unaweza kuwa na management au fund manager. Yani huyu ni professional au professionals ambao wanaweza wakakusaidia namna gani ya kusimamia uwekezaji wako, mwisho wa siku upate faida. Usimamizi katika soko la hisa au niseme katika uwekezaji wa hisa ni unahitajika, kwa sababu wewe unakuwa dereva, na dereva huyu ambaye anaendesha huu uwekezaji lazima uwe na muda, lazima uwe na maarifa ya kufuatilia soko kila siku, kujua bei ikipungua natakiwa kufanya nini, bei ikiongezeka ya hisa natakiwa kufanya nini. Umenielewa? Kwa hiyo ni kweli inahitaji muda, inahitaji usimamizi. Wewe ndo unakuwa dereva katika uwekezaji wa hisa. Lakini kama huna muda, sasa ndo hapo unaweza ukawa na usimamizi. Wanaweza kukusimamia, wakakuelimisha, lakini wanakusimamia katika ule uwekezaji wako, mwisho wa siku upate kupata faida. Jambo la pili, UTT AMIS, mifuko ya pamoja. Umeona? Hapa hui dereva unakuwa abiria. Yani kumaanisha kwamba wewe unaenda kuwapa wao fedha yako, alafu wao wenyewe kule wanaweza wakasimamia hizo fedha zako na kupata faida. Huna ile haja ya kusema kwamba nifuatilie soko jamani, kwa sababu utakuta mtu unaweza ukawekeza kwenye makampuni, kwenye upande wa hisa unaweza ukawekeza kwenye makampuni hata zaidi ya mawili. Sawa? Na zote unatakiwa unafuatilia. Umeona? Zote unatakiwa fuatilia kama kuna any information mbali na kufuatilia tu bei ya hisa. Kumbuka unapata sehemu ya umiliki. Kwa hiyo wewe unatakiwa uwe concerned. Wewe unatakiwa uwe unajua kufuatilia kampuni yako. Umepata sehemu ya umiliki. Umeona? Kwa hiyo lazima uwe vizuri katika kufuatilia. Kwa hiyo sasa ukija kwenye UTT ndo kama hapo nilivyosema kwamba wao ndo wana handle sasa fedha yako, mwisho wa siku unakuja kupata faida. Ipo mifuko mbalimbali ambao wewe unaweza ukaona ni mfuko gani ambao mimi utanifit na mahitaji yangu. Sawa na mwisho wa siku upate faida. Kwa hiyo hayo ni mambo mawili ambao ni suluhisho kwa yule Mtanzania ambaye ana majukumu mengi lakini anataka kuwekeza. Kwa hiyo anaweza akachagua kuwekeza katika hisa, lakini akawa na usimamizi wa watu ambao wenye taaluma katika hayo maeneo. Lakini pili, anaweza akawekeza UTT AMIS katika mifuko ya pamoja, ili mwisho wa siku apate faida bila yeye kuwa na kufuatilia soko kila siku. Umeona? Kama utahitaji kupata elimu katika eneo la uwekezaji, kupata maarifa, unaweza ukasiana na mimi. Lakini pia kama unataka kupata elimu ya fedha, unaweza ukasiana na mimi kupitia hizo namba ambazo ziko mbele ya screen yako hapo. Kumbuka ni muhimu sana, sishauri mtu uende ukawekeze bila kupata maarifa eneo gani ambalo unataka kuwekeza, au bila kupata elimu ya fedha, ujue namna gani ambavyo unaweza kupanga mipango yako ya fedha, na mwisho wa siku ujue sehemu gani sahihi ya kuwekeza fedha yako. Sawa? Kwa hiyo ni hayo tu. Kama umeweza kupata kitu, unaweza ukashare, ukacomment hapo chini kitu gani ambacho unataka kujua au kitu gani ambacho umeona umejifunza kwenye hii video, na usisahau kusubscribe katika channel yetu. Uwe na siku njema. Bye bye.